Patrick, lakini bila kumsahau kaimu mwenyekiti ndugu yangu Jacob, na ukiangalia mezani kule tunaye mzee wetu Mzee Mnunwa ambaye ni mwakilishi wa UBO tunaye hapa. Lakini pia kwa kipekee kabisa ningeomba kumtaja ndugu yangu Aywa, kiongozi na msimamizi mkuu wa Magomeni Ice Cream, tuko naye, karibu sana. Bila kumsahau ndugu yangu Sheta ambaye tunataraji kwa muda mfupi ujao tutakuwa naye katika uongozi kata ya Msikitini. Huyu ndio mtarajiwa. Nafikiri itifaki izingatiwe kwa hayo machache ambayo nimezungumza. Awali yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuweza kufika hapa, na lengo ni kuja kuzindua tamasha letu hili la Knockout ya Mama msimu wa 6 ambao unakwenda kufanyika hapa katika mkoa huu wa Dar es Salaam kwenye viwanja vya Posta Kijitonyama. Kwa kwanza tu kwa machache ni kwamba kwanza ninashukuru ambao wageni wote ambao mmefika hapa, mmeweza kutuitikia. Leo ni siku ya kazi, lakini kwa umuhimu kabisa mmeweza kutupokea. Mngeweza pengine kukaa katika shughuli zenu, kaweza kufanya kazi zenu, lakini kwa kuthamini na kutuona kwamba ni watu wa kipekee kabisa, mkaamua kutunga mkono katika hili. Nitakuwa mchoyo shukrani kama sitaweza kuwashukuru. Tunawashukuru sana, karibuni sana, tuwe pamoja hapa. Lakini pia tuwashukuru vile vile waandishi wa habari kuweza pia kufika hapa kwa ajili ya kuripoti tukio hili kubwa sana ambalo linafanyika leo hii. Muda si rafiki, lakini lengo kubwa ni kuja kuzindua msimu huu wa 6 wa Knockout ya Mama ambayo itafanyika tarehe 10 mwezi wa 10 kwenye viwanja vya Posta Kijitonyama. Kwa hiyo tunawahabarisha Watanzania, wapenzi, wadau wa Masundu kwa ujumla wake, taarifa hii kila kona iweze kuwafikia, wakae tayari, mambo makubwa yanakuja. Na naamini kabisa kwa usimamizi tuliokuwa nao huu wa muda ambao kaka yangu Patrick Kaemela niko naye hapa akiwa na kaimu mwenyekiti vile vile ndugu yangu Jacob Mbuya, naamini mambo yatakuwa mazuri sana. Na si vibaya baada ya kipindi hiki cha mpito wakawa ni mwenyekiti wa mmoja mmoja. Tunaomba iwe hivyo. Kwa hiyo nimefurahi sana kuona hawa viongozi hapa. Kumradhi sana, tumepata ujumbe kidogo na uzuri mwenyewe uko hapo, labda tungeweza kusikia hapa. Mheshimiwa Katibu, mkurugenzi Zahimi Maulid hapa wa Mafia Boxing Promotion na Watanzania kwa ujumla, wadau wa ngumu wote wako hapa. Tunaomba tukutane naye uzungumze na Mheshimiwa mkurugenzi wa mtendaji wa Mafia Boxing Promotion. Ndio mkurugenzi, habari za jioni? Nashukuru sana mheshimiwa, tunashukuru sana kwa simu yako, ni heshima kubwa sana ambayo umetupatia. Sasa karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Kwanza mimi napenda kutoa shukrani kwa kunipa nafasi kuleta salamu zangu. Ndio. Nilitamani niwepo hapo, bahati mbaya kidogo mambo yameingiliana, niko mbali kidogo. Ndio. Lakini nawatakia kila la heri katika msimu huu unaofuata wa Knockout ya Mama. Nataka kuhakikishia wapenzi wa Knockout ya Mama, mabondia, viongozi wote tuko pamoja. Naamini kwamba tutaendelea kuongeza ubora kama ambavyo tumefanya katika matukio yaliyopita, na Mheshimiwa Rais wakati wote atakuwa nanyi kuunga mkono, kuatia moyo vijana, kuwapa zawadi wale watakaoweza kushinda na kupata mikanda ya ubingwa kama ambavyo ameweka ahadi yake tangu mwanzo. Lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha mabondia wetu wanafanya vizuri na nchi yetu inapata sifa kitaifa na kimataifa katika uwanda wa michezo na hasa katika ndondi. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwamba sasa mnaandaa tukio jingine na nawatakia kila la heri, tuko pamoja. Mheshimiwa, tunashukuru sana kwa muda wako, tunashukuru sana, tumekupokea na tunajua kwamba kazi kubwa unaifanya na sisi tumekupa udhuru. Tunajua una majukumu mengi zaidi, ungetamani kuwa hapa, lakini kwa hili mheshimiwa tuko pamoja na tumekupa udhuru. Endelea na majukumu mengine ya kitaifa mheshimiwa Msigwa. Asante sana, kila la heri. Asante sana.
Naam, ni Mheshimiwa Msigwa, kiongozi wetu, ameona aweze kujiunga nasi hapa na kushiriki jambo kwa salamu. Nafikiri kila mtu amemsikia. Kwa hiyo kwa kumalizia, nafikiri muda si rafiki sana. Ni taarifa tu ya tukio letu kubwa tarehe 10 mwezi wa 10 pale Posta Kijitonyama. Kwa hiyo tunashukuru viongozi wetu kufika hapa, lakini tunashukuru pia kwa support yenu wote ambao mmefika hapa, support ya waandishi wa habari, lakini bila kusahau kampuni kubwa kabisa Azam Media. Ni kampuni ambayo pia imeweza kujitoa kwenye kuinua vijana hawa. Mchango mkubwa sana Azam wanaotoa kuhakikisha kwamba vijana hawa wanafika sehemu ambayo malengo yao yanataka yafike hapo. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuishukuru kampuni ya Azam kwa kuweza kuwa support vijana hawa, na msituache, sisi tunashirikiana kwa support yenu, nafikiri tutaweza kufika mbali zaidi. Basi kwa hayo machache nafikiri yatoshe kwa ambayo nimeyazungumza. Nashukuru sana, asante sana, karibu sana. Jamani, makofi mengi sana kwake. Kuna pointi mbili nimezichukua hapo. Ya kwanza niliwaambia mkuu wa protocol ni Omari Clayton. Sasa Ruge alikuwa anatabia ukijifanya wewe meneja na kuuliza una manage nini. Ila leo umeona Omari anasimamia protocol kivipi. Maki kaja na yeye na simu hapa. Kwa hiyo jamani, makofi mengi sana kwa hilo. Na la pili niliweza kuliangalia haraka ni kwamba wakati shukrani za Azam TV zinatolewa akawa anaangaliwa mwenyekiti wa TPDRC. Sasa bwana umepandisha macho juu kidogo huku, mimi nipo. Sio mbaya, mambo ya kofia mbili haya. Na sifanya kazi sehemu ambapo wabandiki matangazo ni shida. Haya, tutakapopita leo tu hapa uwezi kuona. Jacob Mbuya, makamu mwenye. Naam, nafikiri nimekuwa nikiulizwa ni swali mara kwa mara, lakini nimetoa sababu na labda tunikumbushe kwamba kidogo kuna sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Tumeshindwa kuweka bauti hizo za kina mama, lakini nafikiri tuna game nyingine tarehe mwezi wa 11 tarehe 8. Mkae tayari, tunawahakikishieni kwamba tutakuwa na bout ya wanawake. Kwa hiyo kwa kipindi hiki tarehe 26 iliyopita na hii ya tarehe 10 hatutakuwa na nafasi kwa wanawake kutokana na sababu ambazo nisingeweza kuzieleza hapa. Naomba tumuelewe hilo kwamba kuna sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu ambazo zimepelekea kutokuwa na bauti, lakini tunayafanyia kazi hayo kuhakikisha kwamba tarehe 8 mwezi wa 11 tunakuwa na bauti ya kike katika mwezi wa 11. Swali la mwisho. Mimi ni swali mzuri natokea Jema Sport. Ali mzuri wakati tunajibu nimekumbushwa kwamba season 3 alicheza Zufa. Kwa hiyo Super Dogs. Kwa hiyo haijaenda kwa mfumo dume muda wote na itaendelea tena au sio? Sawa, mimi swali langu kwa uongozi. Kama swali hapo wakati anaongea KO Master Ibrahim Mafia alimwambia kuhusiana na Radio Mbao kuwa na mazungumzo kumhusu yeye. Anaonekana kama ni bondia mnamtengenezea daraja afike sehemu kubwa, licha kuwa anaonyesha uwezo mzuri kwenye ringi. Nyinyi kama uongozi amejibu vizuri sana. Nyinyi kama uongozi huwa mnapata muda kuzungumza naye, na mimi nazungumza naye hususan akitoka maeneo hayo, na kuna wakati mwingine anatoka kwa bondia wenye influence kubwa sana hapa nyumbani. Vijana hawa sisi tunakaa nao siku zote, na tunapowaandaa hawa vijana tunawaandaa katika sehemu nyingi sana. Tumeinvest kwa hawa vijana, hatuja invest kwa lengo tu la burudani pekee yake, hapana. Lakini tujue kwamba boxing vile vile ni biashara. Kwa hiyo tukiinvest kwa vijana hatuangalii tu kuwapa burudani washabiki, hapana. Lakini tu tunataraji kuna vitu vikubwa vinakuja baadaye kwa kampuni, lakini pia kwa vijana hawa kwa ujumla. Ukiwatazama hivi sasa walivyokuwa hapo awali ni tofauti. Mabondia wengi sasa hivi tunao Mafia Boxing Promotion, ukiwaangalia hata baadhi yao, sio wote, baadhi yao maisha yao yamebadilika kidogo. Kwa hiyo tunaangalia pia katika upande wa kibiashara zaidi. Kwa hiyo tunawaandaa vizuri, tunazungumza nao. Tuna walimu pale tofauti. Kuna walimu ambao wanadeal nao katika swala zima la psychology, jinsi gani utazungumza na watu, jinsi gani uishi na watu. Lakini pia tuna walimu wa kiimani tuko nao pale. Kwa hiyo tuko nao muda mrefu, wanazungumza na walimu wetu,
uko mwalimu wa tabia tu, jinsi gani unaweza ukaishi huko nje. Kwa hiyo tunazungumzana katika sehemu nyingi sana, lakini tujue kwamba tumeinvest kwa vijana, si tu kuwapa burudani wapenzi wa Musumbi, lakini pia tumeangalia katika swala zima la kibiashara. Na nafikiri tunakoelekea pazuri sana. Tayari hawa vijana wetu wanapanda rate siku baada ya siku, wanasogea. Tayari hao unaona kwamba wanakwenda kuuzika huko duniani. Kuna tayari tumeanza kupokea ofa mbalimbali za hawa vijana. Lakini sisi kama Mafia Boxing Promotion tuna sehemu, tukifika hiyo sehemu ndio hapo ambapo tunakwenda kuwaruhusu vijana waweze kwenda kupigana katika nchi za nje. Na nafikiri si muda mrefu tutakuja kueleza ni nani tunaenda kutoa akapigane katika nchi hiyo, tutakuja kuitaja. Kwa hiyo vijana wako vizuri na tunajiandaa vizuri na tumeandaa vizuri, na muda mfupi kabisa vijana hawa watakuwa safarini kuelekea nje ya Tanzania kwenda kuipeperusha bendera hii ya Tanzania, kwa sababu tunawaandaa vizuri na malengo yetu ni kibiashara vile vile, lakini pia na kwa burudani wapenzi wa Musumbi kwa ujumla wake. Nafikiri kwa haya maswala ambayo nimeulizwa nimejibu vizuri, mridhika na majibu ambayo nimejibu. Asante sana, nashukuru sana.